Prophet ana mambo kadha wa kadha ambayo yamemfanya dai akawa mgeni wetu siku ya leo, na jambo kubwa ambalo limekuwepo ni kutokana na hali ambayo inaendelea kwenye taifa letu, hasa kwenye mwaka huu uchaguzi. Kuna masuala mengi ya kisiasa na kwenye masuala mengi ya kisiasa kuna kila mmoja anaongea la kwake, na huyu anasema yule anasema lile. Lakini tumeona Pasaka imefika, kuna huyu aliongea hili, huyu aliongea lile. Pasaka mwaka huu kwa kweli ni Pasaka aina gani, kabla tujafikia kwenye haya mambo ya kisiasa kuhusiana na ibada na Pasaka? Okay, Pasaka kwangu imekuwa nzuri sana, na kwa mara ya kwanza nimejikuta nafanya Pasaka kwenye huduma nyingine ambayo sio kwangu. Kwa hiyo nadhani kwangu ni mara ya kwanza, imekuwa nzuri sana. Ilikuwa na mwaliko mahali wanaita wapi kule, Ununio. Ya, kwa hiyo imekuwa nzuri sana kufanya ibada baada ya kaja kanisani kwangu. Kwa namshukuru Mungu sana. Prophet, nafasi ya viongozi wa dini kwenye kuwa na taifa ambalo lina amani, lina utulivu, ni ipi? Nafasi ya viongozi wa dini kwenye taifa ni kubwa sana, mimi naweza kusema hivyo. Kwa sababu nikiangalia, ukiacha tu katika hali halisi ya Tanzania, lakini tangu mwanzo katika Biblia nimeona viongozi wa dini wako sana katika habari ya siasa, na hasa pia kuweza kuchochea amani kwenye taifa la Tanzania na mataifa mengine. Na ukiangalia kumekuwa na uhusiano mkubwa sana kati ya Mungu, viongozi wa serikali na watumishi wa Mungu. Mara nyingi sana Mungu atakupitisha ujumbe wake, utakuta kuna mtumishi wa Mungu, kuna kiongozi wa serikali pamoja na raia pia wa nchi fulani. Kwa naweza kusema kwamba nafasi yao ni kubwa sana. Mwaka huu tupo ni mwaka muhimu sana kwenye taifa letu, ukichangia au ukitafakari, hasa tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Na makanisa, viongozi wa dini, madhehebu kwenye dini hizo, kila mmoja amekuwa akizungumza la kwake kuelekea kwenye uchaguzi. Kwako wewe una kiroho unatazama kama utakuwa ni uchaguzi wa namna gani kwa mwaka huu? Okay, binafsi niseme kwamba uchaguzi wa mwaka huu hautakuwa rahisi. Lakini ninaamini kwa maombi ya watakatifu wengi Tanzania utakuwa rahisi. Na tumeona maombi mengi sana yanafanyika sana kila wakati. Na kuna mkesha mwingine unafanyika mwezi wa 6. Wewe binafsi mwezi huu wa 3 ulifanya maombi pale, ulikuwa umemwalika waziri mkuu. Ilikuwa ni kuliombea taifa, lakini pia uchaguzi ulikuwa ndani yake, ilikuwa ni miongoni mwa agenda ulifanya na kuombea viongozi. Kuna baadhi ya watu wanasema ni kama vitu vimewahi sana mwaka huu, hata maombi haya tulitegemea ingekuwa mwezi wa 10 au mwezi wa 9. Lakini pia nadhani unaweza ukaona, kwa mfano ukiangalia katika cabinet nzima ya CCM hakuna aliyetazamia kwamba pengine mapendekezo ya wagombea yangetokea mapema zaidi. Unaweza kaelewa. Kuna mabadiliko makubwa rohoni, lakini pia katika ulimwengu wa damu na nyama mabadiliko yapo. Na ukiangalia pia habari ya watu kuchukua fomu sio kama ilivyozoeleka miaka zamani. So ukiona mabadiliko yanatokea, mara nyingi nasema kwamba kabla hatujaona mabadiliko yanatokea katika vyama vya siasa, mabadiliko huanzia rohoni kwanza. Kwa kama watumishi walikuwa inspired kufanya mkesha mwezi wa 2, wa 3 hapo, unagundua kwamba kuna tukio ambalo pengine wameliona. Na ukiangalia nabii nyingi za watumishi wa Mungu, wengine wanaona kama vile labda pangekuwa na mauti fulani kwa kiongozi wa serikali. So inabidi tuwai kuomba, kwa sababu timing ikifanyika, mara nyingi ukiombea mtu akaja mtu ni mgonjwa, alafu mtumishi ukampangia baada ya wiki 2. So chochote chaweza kutokea ndani ya wiki moja hapa akafa kabisa. Lakini timing ni nzuri kwamba sisi tutangulie kwanza kabla mabaya hajatokea. Inakuwa ni kitu kizuri zaidi. Moja ya clip zako ambazo zimeenea sana na zimekuwa ni maswali kwa watu wengi, ni juu ya kiongozi mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Antipas Lissu. Tunafahamu Lissu kwa sasa anashikiliwa kutokana na makosa ambayo ameshtakiwa nayo, huku kesi yake ikiwa inaendelea mahakamani. Sio nani sana kuingia ndani ya kesi, lakini pamekuwa na mkanganyiko, watu wakiwaza hivi, viongozi wa kidini wakisema hivi, viongozi wa kisiasa wakisema hivi. Kila mmoja amekuwa na la kwake. Sasa kwenye hao viongozi wa dini, Prophet Edmund Mystic naye akawepo miongoni mwao, akisema kwamba Lissu ni mpango wa Mungu, na Mungu amemweka Lissu kama ana roho ya Kitanzania ndani yake, yani ana shughuli ya kukamilisha kwenye taifa letu. Hili Prophet, watu wanasema
baadhi ya watu wanasema labda prophet kama kupita na upepo, hili limekaaje? Okay, na niseme kitu kimoja. Jambo la kwanza, watu wote ni watumishi wa Mungu hapa duniani. Lakini level na dimensions za utumishi tunatofautiana. Mimi ni mtumishi wa Mungu ambaye sipaswi kutetea mtu kwa sababu ya maslahi yote ya chama. Lakini kile ambacho cha Mungu nikipewa nitakisema. Sasa tumekuwa na taifa ambalo linakwenda na upepo, niseme, kulingana na kile ambacho kimekuwa kwa muda mrefu sana, na kufikia pointi ambayo hata watumishi baadhi wa Mungu wakipewa message ya Mungu inayopingana na uhalisia wanashindwa kusema. Ninamaanisha jambo lifuatalo, kwamba kuna tofauti kubwa kati ya reality na truth. Maana yake ukweli na uhalisia. Na mara nyingi sana uhalisia unaweza kupingana na ukweli. Sasa kile kitu ambacho Bwana amesema ni kwamba katika taifa hili, kama Mungu anatafuta mtu akakosekana, na mmoja akajitokeza asiyeonekana kupendwa katika maslahi ya watu, lakini akawa tayari kuweza kusimama, Mungu atamtumia kuwa ni kinywa chake. Kwa hiyo ujumbe ambao unatoka kwenye unabii haumaanishi habari ya nani atakuwa rais ama Lissu atakuwa rais. Hapana, sijasema Lissu atakuwa rais, lakini Lissu ni chombo cha Bwana ambacho Mungu amekituma kukamilisha assignment fulani katika taifa Tanzania. Na wako watu ambao niseme kwa wazi kwamba wanashabikia kwa sababu tangu wanazaliwa familia zao ni wana CCM kwa mfano, si ndio? Wanasema babu ni CCM, CCM itufanyia mambo mengi zaidi. Wanaweza wasijue kweli kama huu, kwa sababu mara nyingi sana ukiwa ndani ya mfumo ni ngumu sana kuweza kuchallenge mfumo, ila ukiwa nje ya mfumo ni rahisi kuona makosa ukachallenge nini mfumo. Sasa kitabu cha Ezekiel 22:30 kwamba mimi sema nikatafuta mtu atakayesimama kulitengeneza boma. Mungu akitaka kuleta mabadiliko Tanzania hatoshuka aweze kuongea machafuko yanayoleta Tanzania, lakini atatafuta mtu. Akitafuta mtu ndani ya chama cha CCM akamkosa, yuko tayari kumtafuta mtu yeyote aliye chama chochote, akamwambia nenda ukaseme haya yafuatayo. Na muda mwingine huyu anaweza kuyasema, anaweza sielewe kama anatumiwa na Mungu, lakini ukweli ni kwamba Antipas Lissu ni chombo cha Mungu ambacho kimetumwa Tanzania kuweza kufanya kazi ile ambayo Mungu ametamani kwa miaka mingi sana iweze kufanyika. Na walio na macho ya kiroho na walio na masikio watakaposikia wataweza at least kuweza kupata mawili matatu. Lakini huyo mtumishi wa Mungu ni kwamba atayasema, na muda mwingine sio lazima awe rais, lakini kuna kitu nakifanya Tanzania, na siku akiondoka Mungu alisema kwamba tutamkumbuka sana. Kauli ya kwamba tutamkumbuka sana ni miongoni mwa kauli ambayo nilisikia mimi nimeshtuka. Wakati wa nyuma tulikuwa na kiongozi naye alifariki bado akiwa kwenye mamlaka, na kauli zake za mwishoni ambazo zimekuwa zikitumika sana ni alisema mtanikumbuka si kwa maneno yangu bali kwa matendo yangu, bali kwa mazuri yangu, sio kwa mabaya yangu bali kwa mazuri yangu. Sasa katika unabii wako wewe unasema kwamba atafanya na Mungu atakuja atamchukua, lakini akimchukua itakuwa ni kumbukumbu. Watu watakuwa nakumbuka, wao watakuwa namkumbuka au wakihofia. Hii inatupa picha gani? Kwamba atafanya tu jambo lake litakamilika, assignment yake, Mungu atamchukua, na pengine labda itakuwa ni assignment ya namna gani na ni kwa muda gani kutokana na unabii ambao unapata wewe kama mtumishi? Okay, jambo la kwanza nadhani kwa bali ya ukomo wa assignment ya mtu huwa ni siri Mungu ameificha kuweza kutambua kwamba huyu mtu atafanya assignment labda kwa miaka 3 au 5 mingapi baada ataondoka. Lakini kitu ambacho tunakuwa tunapewa kwenye maono, unapoweza kuona message ya mtu ni kile ambacho Mungu anakisema, then tunakisema kama kilivyoweza kuja kwetu sisi. Na ukweli ni kwamba iko siku ambayo Mungu atamchukua, lakini kwamba ni siku gani hakuna mtu anaweza kujua kwamba huyo mtu ataondoka siku gani. Lakini ni kwamba Mungu akileta mjumbe wake katika dispensation fulani, alafu watu wakashindwa kumuelewa, Mungu ana tabia ya kumtia nguvu yule mjumbe, ana present message yake, na baada ya hapo akimaliza assignment anamuondoa. Kwa ninachoamini kwamba mtu kuondoka ni kwamba assignment yake kisha anaondoka, na atakapoondoka sasa ni kwamba thamani yake watu wataanza kuiona wakati huyo mtu hayupo.
Tafsiri yake ni kwamba atumike vizuri katika wakati huu ambapo thamani yake inawezekana ikawa inapuuzwa. Ndio. Viongozi wa dini, kuna baadhi ya watu wamekuwa wakitoa maoni kwamba mnajihusisha na siasa na hili linakuwa kama inakuwa ni kama ni kuondoka na upepo. Kwa hiyo wamekuwa wakihoji viongozi wa dini, kwa nini hizi siasa msingeziacha mkabaki na kazi yenu, msijihusishe na siasa za aina fulani. Haya wewe hayakupi ugumu kufanya unabii wako, kwa sababu unabii uliosema bila shaka ni upande fulani ambao kuna baadhi ya masikio hayaupendi yakisikia, yani anaweza wewe halikupi ugumu? Hapana, labda niseme kitu kimoja kwamba unajua kuna tofauti ya mtumishi kujihusisha na siasa na mtumishi kusema mambo yanayohusu taifa. Na sikatai kwamba kuna watumishi ambao wanafanya siasa ingawa makanisani, na wanafikia level labda kushawishi members fulani kuweza kumkubali au kumkataa mtu fulani, lakini pale ambapo Mungu analeta message kama hiyo ya mtu ambaye labda ni Tundu Lissu, sio kufanya siasa, kwa sababu hatujaanza kutoa nabii leo, tumeanza kutoa nabii hata kabla ya matukio hayaanza kutokea. Ila ni kwamba jambo kama hilo halitupi shida. Niseme kwa binafsi nipije kwa sababu gani? Hatimiliki ya huo ujumbe sio wa kwangu. Mungu akinituma napaswa kusema. Na moja kitu ambacho nimekuwa nimejifunza katika siku chache hizi ni kwamba ukipewa ujumbe na Mungu alafu ukashindwa kutoa, alafu yule mtu akafa katika hali ambayo Mungu hakutaka afe, maana kwamba damu yake nitaitaka mikononi mwako. Sasa mtumishi akitokeza akasema, sisi tunasikia ujumbe tunashindwa kujua kwamba ni kweli Mungu amemwambia au ni yeye anakuwa na upepo. Sasa wako watumishi wengi ambao wanasema pia, especially katika season hii utagundua kwamba watumishi ni wengi, kila mmoja anasema kwamba Bwana anasema itakuwa hivi na hivi. Sasa sisi ambao tunasikia ujumbe tunabaki njia pana kwamba huyu mtu anakwenda na upepo au ni kweli Mungu amefanyaje? Amemwambia. Sasa hilo siwezi nikatetea watumishi wenzangu, lakini kwa sababu niko hapa nitasema upande wangu kwamba kile ambacho Mungu ananiambia, hata kama ni cha siasa au ni cha mambo yanayohusu labda wanamuziki au ni kitu fulani, napaswa kusema kwa sababu sijui kwa nini Mungu analeta message kama hiyo. Sauti hii imekuwa ni kwa upande wa Lissu tu au hata kuna wanasiasa katika chama tawala na vyama vingine? Wengi. Kwa mfano nimewahi kutoa ujumbe kwa habari ya msaidizi wa mama ambaye anaitwa nani? Balozi nani? Chimbi. Kuna nabii nilisema kwamba ninaona nyota kutoka Brazil. Nimetoa prophecy nyingi kwa habari ya mama. Nimetoa prophecy nyingi kwa habari ya viongozi wengi ndani ya CCM. Wengi sana. Nadhani sio wa kwanza. Wasioamini katika hili ambao unajua sio wote wanaamini katika Mungu, sio wote tunaamini katika Mungu. Wako ambao wana imani zao kabisa, au wengine hata hawaamini katika Mungu, wanaamini katika wazee na mizizi na kadhalika. Ndio. Wanaamini je unachokisema? Kwa habari ya prophecy. Okay, cha kwanza hatujatumwa kutoa unabii ili watu tuamini. Kwa sababu maandiko yanasema kwamba mtu wa jinsi ya mwili hawezi kuyapokea mambo ya kiroho. Kadhalika kwa mfano na mimi ukiniambia habari ya mitishamba siwezi nikaamini kwa sababu sio upande huo. Kwa hiyo tumetumwa kwa watu fulani ambao wakisikia ujumbe huu wanaamini. Na wale ambao hawawezi kutuamini hatuwezi kuwalazimisha watuamini. Ila wanakuja kuamini kipindi matokeo kutokea. Kwa mfano nakumbuka for the first time natoa nabii kwamba ninaona kitambaa cheupe kitaungua moto. Hii baya kitambaa cheupe. Nilipigwa vita sana kwenye comment. Lakini siku moja nilikuwa saluni hapa Mwenge nakumbuka. Niko saluni nasikia wanasema kwamba kitambaa cheupe kinaungua moto, unasikia? Sasa nikashangaa wale watu waliokuwa wananipinga mwanzo wakaanza kuandika kwamba kweli huyu mtu ni nabii wa nini? Wa kweli. Sasa ni rahisi kuweza kupinga moja kujumlisha moja, lakini kupinga matokeo kama ni mbili huwezi kupinga. Kwa unabii unapotokea ni kwamba mtumishi anachukuliwa, anayaona matokeo yanapotokea kwa mara ya kwanza rohoni. Ila sisi wanadamu huwa tunaona ikitokea mara ya pili. Kwa mfano kwa sasa hivi tunasubiria uchaguzi mwezi ngapi? Mwezi wa 10, mwezi wa 11. Sasa unaweza kaamini kwamba rohoni rais tayari shapatikana wa Tanzania na tayari anafahamika, lakini si kila binadamu ataruhusiwa kufahamu mambo kama haya. Labda utuambie mtumishi ni nani? Sisi kwa hiyo sasa sisi wengine tuambie ni nani, sisi tutafurahi. Tutasubiri siku hiyo mkurugenzi akitangaza jamani aliyeongoza kura ni fulani. Sasa pale akitangaza inakuwa imetokea kwa mara ya pili, ila kwa mara ya kwanza ishatokea long time. Anatokea huku bara, anatokea huku visiwani.
Anatokea rohoni kwanza. Anasemekea. Sasa vitu kama hivyo Mungu anaweza kumdhihirishia mtumishi akamwambia yatie muhuri maneno haya. Nikiambia kuyatia muhuri, tutegemea kuna siku utasema Mungu nipe kibali, nitasema kabisa, nitasema. Lakini sio sasa, nitasema. Watanzania watumeje nafasi hii ya mtu ambaye umesema kwamba Mungu amemleta kwa ajili ya kuliinua taifa, lakini pia ataondoka, na atapondoka watu watajisemea ya kwamba tunamkumbuka, au ndo ataona thamani yake. Okay, labda mimi ningeweza kuchukua nafasi hii kuiomba serikali chini ya Chama cha Mapinduzi. Tunaheshimu sana nafasi yao, na binafsi tunawapenda viongozi wetu wanaotuongoza kwa miaka yote 5-10 hii, kwamba kwa sababu taifa letu ni taifa la vyama vingi, pale ambapo atokea mtu kutu challenge tusiweze kumpa shida, kwa sababu maadamu kwamba haleti uchochevu wote wa amani, tumsupport kama Tanzania. Lakini pia namba 2, kwa wale ambao ni Watanzania wa kawaida, tupate kuwa na moyo thabiti na moyo wa dhati kujua kwamba neno Mtanzania ni neno ambalo ni pana na linahusisha hata ACT Wazalendo, hata CUF, yani mtu yeyote ambaye, kwa sababu ninaamini Chadema imesajiliwa, ninaamini CUF imesajiliwa, na losajili pia ni serikali 19. Kwa sababu kama tuliwapa ridhaa ya wao kuwa part ya vyama pinzani, then kama wasipokiuka sheria za nchi, tuwape nafasi na platform ya kuweza kuexercise kile ambacho wanakiamini kwamba kiko ndani ya katiba yao. Na niwaombe pia, kama itapata kibali, huyo ndugu wamwachie tu, wamlinde, waweze kumuongoza, wamwambie kwamba umekosea hapa, wampe nafasi kwa sababu ni Mtanzania. Na hii itatusaidia kwamba tutaendelea kuiambia dunia kwamba sisi ni vyama vingi vya siasa. Na kama tutafika point ambayo itafika level mtu anayeamini labda katiba ya Chadema ataogopa hata kujitokeza, then tutakuwa hatuna taifa la vyama vingi. Hivi ni vitu ambavyo vinapaswa viwe wazi, kwa sababu tunaishi kwenye kipindi ambacho mfanyakazi wa serikali akiwa ni Chadema ni tishio. Sijui kama unafahamu au fahamu. Unapata unabii. Lakini tuweze kutoa ule uhuru wa watu kuweza kuexpress imani zao na beliefs zao ambazo wako nazo, lakini at the end Mungu akimteua kiongozi wa nchi, kila mmoja unapaswa kumheshimu, kwa sababu ni Mungu anayewaweka. Kwa mfano sasa hivi kinauliza mimi rais ni nani? Ni Mama Samia. Na mimi, wote wa Tanzania, we respect this mother. Amefanya vitu vikubwa sana, lakini hatupaswi kuwa challenge watu wanaoweza kutokea kutuambia kwamba hapa hamjaenda vizuri, kwa sababu kupitia hao ndipo taifa tafanya litaendelea. Mimi kanisani sio rahisi mwanangu wa kiroho kuona makosa ya baba, si unaelewa? Lakini kuna watumishi ambao sio wa HIM, wanaweza akaisa kwamba mtumishi hapa anaona hujaenda vizuri. Wakitokea pale, sipaswi kuwapinga, hapana. Ninawaambia bwana, nitatengeneza, nasonga mbele. Kwa hiyo kwa mimi mtazamo wangu ni kwamba sisi ni Watanzania, sisi sio Chadema, sisi sio CUF, sisi sio wanachama, ila sisi ni wa Tanzania, kwa sababu Tanzania nadhani imekuwepo kabla chama chochote hakija kuwepo. Kwa hiyo nadhani Mungu atusaidie kwamba turudishe ile neema ya umoja katika taifa letu. Asante sana. Mwaka uchaguzi, tusali sana au tuendelee kufanya tu kazi? Mwaka uchaguzi tusali pamoja na kufanya kazi kwa bidii sana, kwa sababu unaweza ukasali alafu ukajikuta unashindwa kulipia ada watoto nyumbani. Mtazamaji wa Jambo TV, ni Prophet Edmund Mystic, tuko naye hapa kutoka kanisa la HIM, Heavenly Image. Tuko naye hapa, ametupa kwenye kile ambacho alikisema masiku karibuni, ambapo baadhi ya watu walikuwa na maswali. Je, imekuwaje Prophet hili analisema, kwa nini alisema wakati huu na anamaanisha nini? Bila shaka leo tumeweza kusikia akitudadavulia
kile ambacho yeye alikuwa anakimaanisha kwenye unabii wake, na ametupa ABCD za kuelekea mwaka huu wa uchaguzi, lakini pia akituelezea ni kwa namna gani tunapaswa kuliamini lile alilolisema na kuweza kuliishi katika mwaka huu wa uchaguzi 2025. Pia ametoa nasaha zake kwa viongozi, serikali pamoja na sisi wa Tanzania wengine ambao tunamsikiliza na tunafuatilia na kuweza kujifunza kupitia viongozi wetu hawa wa dini. Tunamshukuru sana Prophet kwa kuwa naye kwa muda huu mfupi, kupata mawili matatu kutoka kwake. Imekuwa ni baraka kwetu. Tumtakie majukumu mema, na wewe pia tukutakia wakati mwema kuelekea mwaka huu wa uchaguzi. Shukrani sana Prophet, barikiwe. Asante sana, shukuru sana. Ashukuru.